Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo, acha tukodolee macho taarifa za makala yetu ya Ifahamu China. Wasafiri na wanunuzi waliendesha matumizi makubwa ya watumiaji nchini China wakati wa likizo ya siku 8 ya sikukuu ya kitaifa na tamasha la katikati mwa vuli ambalo lilianza Oktoba mosi. Kwa kuwa mikusanyiko ya kifamilia ni sehemu muhimu ya tamasha hili la katikati mwa vuli lililoendeshwa Jumatatu, migahawa imeripoti ongezeko la shughuli katika sehemu za kulia nchini humo. Takwimu kutoka majukwaa ya mitandaoni zinaonyesha kuwa wakati wa tamasha hilo mwaka huu, kiwango cha ujazaji katika migahawa kiliongezeka ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka jana, huku matumizi ya vyomba vya chakula binafsi vya watu 3 hadi 4 yakiongezeka kwa zaidi ya 90%. Kutoa uzoefu maalum kama kutengeneza keki za mwezi na mikono kumesaidia migahawa kuwavutia zaidi wateja. Vinyago na bidhaa za kuchezea zenye uhusiano wa kitamaduni na tamasha la katikati mwa vuli pia zimekuwa kivutio kwa wateja wakati wa likizo. The design is very unique and novel, featuring products in the shape of round little rabbits, which are popular among young people like us. Biashara za rejareja pia zimekuwa zikifanya vizuri. Katika kaunti ya Huiyan, jiji la Guangzhou, mkoa wa Fujian, mashariki mwa China, soko kubwa lililofunguliwa upya baada ya ukarabati lilipokea wateja wengi. Huko Ruiyan, jiji ndogo katika mkoa wa Zhejiang, mashariki mwa China, chapa 54 mpya zilifunguliwa kabla ya tamasha hilo katika jumba kubwa la biashara ambalo lilitembelewa na zaidi ya wateja 600 katika siku 6 za mwanzo wa likizo, ongezeko la 17% ikilinganishwa na mwaka uliopita. Kwa wanunuzi wa mtandaoni na madukani, bidhaa rafiki kwa mazingira na zile za teknolojia mpya zilikuwa maarufu zaidi. Kwa kuwa familia nyingi zilikuwa zikisaka burudani wakati wa likizo, mapato ya sinema yalifikia yuan bilioni 1.6 ambazo ni sawa na dola za Kimarekani dola milioni 225 katika siku ya 7 ya likizo. Watalii wa kuingia nchini wakihamasishwa na sera mpya za kuingia bila visa, upanuzi wa huduma za kurejeshewa kodi na urahisishaji wa malipo umewavutia zaidi. Katika bandari ya Heiho mkoani Heilongjiang, kaskazini mashariki mwa China, idadi ya watalii wa kuingia nchini katika siku 6 za kwanza za likizo iliongezeka kwa 38.46% ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka jana. Kwa upande wa safari za barabarani kwa kutumia magari yanayoendeshwa kwa nishati badala, sekta inayokuwa kwa kasi zaidi nchini China, magari yaliyokuwa yakitumia mtandao wa magari ya gridi ya taifa yalichukua jumla ya kilowati saa milioni 52 katika vituo vya kuchaji vilivyoko katika vituo vya huduma za barabara kuu, kiwango cha juu zaidi kuliko kipindi kama hicho mwaka jana. Mashirika ya gridi ya taifa na gridi ya China Southern yamepeleka vitengo zaidi vya kuchaji magari vinavyohamashika na magari ya kuchaji kusaidia magari ya umeme wakati wa safari za likizo.